Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mataifa ya Kiislamu yajadili mzozo kati ya Israel na Iran. Ikiwa ni siku ya Jumamosi ya Juni 26 mwaka 2025, kumefunguliwa mkutano huko mjini Istanbul nchini Uturuki, mkutano wa siku mbili wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kimataifa wa Kiislamu OIC unaofanyika katika muktadha wa mzozo unaoendelea kati ya Iran pamoja na Israel. Kulingana na shirika la habari la Uturuki Anadolu, mamia ya washiriki wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo. Miongoni mwao ni mawaziri wapatao 43 na wawakilishi wa ngazi za juu za Umoja wa Mataifa na nchi za Kiarabu. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi tayari amewasili Istanbul kushiriki mkutano huo unaofanyika siku moja baada ya Araghchi kufanya mazungumzo mjini Geneva juu ya suluhisho la kidiplomasia katika mgogoro unaoendelea kati ya Iran na Israel na mawaziri wenzake na wa mambo ya nje kutoka mataifa ya Ulaya, ikiwa ni pamoja na Johann Wadephul wa Ujerumani, Jean-Noel Barrot wa Ufaransa na David Lammy wa Uingereza. Makabiliano kati ya Israel na Iran yameingia katika wiki ya pili, huku mashambulizi ya kila upande yakiendelea licha ya kuwepo juhudi kadhaa za kidiplomasia ili kutuliza hali ya uhasama baina ya nchi hizo mbili. Wakati huo huo, Rais wa Marekani Donald Trump ametoa muda wiki mbili ili kupitisha suluhu hizo za kidiplomasia kabla ya kuamua iwapo jeshi lake litashambulia vinu vya nyuklia vya Iran. Maafisa wa Ulaya wameonyesha matumaini yao kwa mazungumzo yajayo. Hata hivyo, katika mazungumzo ambayo yanaendelea huko katika nchi ya Uturuki katika jiji la Istanbul, inaelezwa kwamba nchi za Kiislamu zinahitaji kuzungumza na kutengeneza uhusiano mzuri kati yao, lakini pia kuhakikisha kwamba mazungumzo hayo yanaleta tija katika kukabiliana na mzozo ambao unaweza kuenea katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan amewaambia wenzake kutoka nchi za Kiarabu kwamba Israel ilikuwa ikitumbukiza eneo hilo kwenye janga kamili kufuatia mashambulizi yake dhidi ya Iran, huku akiyataka mataifa yenye nguvu duniani kuzuia vita hivyo kutanuka na kuwa mzozo mkubwa zaidi. Akizungumza katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa shirikisho hilo la ushirikiano wa nchi za Kiislamu mjini Istanbul, Fidan alitoa wito kwa nchi za Kiislamu kusimama na Iran dhidi ya Israel, akisisitiza kuwa tatizo kuu la ukanda huo ni Israel ambayo imeshambulia Gaza na mataifa ya Lebanon, Syria, Yemen pamoja na Iran. Afisa mwandamizi wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ametahadharisha kwamba kutashuhudia maafa makubwa ikiwa mzozo huu kati ya Israel na Iran utaendelea, huku akitoa wito wa usitishwaji mapigano. Anwar Gargash, mshauri wa kidiplomasia wa rais wa UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ameongeza kuwa vita hivyo vinalirejelea nyuma eneo tajiri la Ghuba lenye rasilimali kubwa ya mafuta. Eneo la Mashariki ya Kati bado linakabiliwa na athari za uvamizi wa mwaka 2003 na Marekani dhidi ya Iraq, ambayo ulimng'oa madarakani Rais Saddam Hussein, lakini ukaiacha nchi hiyo ikiwa imegawanyika na kusambaratika. Moja kati ya hatari kubwa ya vita hivi sasa ni kuvurugika kwa usalama katika mlango bahari wa Hormuz kati ya Iran na rasi ya Kiarabu, ikiwa ni njia muhimu ya usafirishaji mafuta yanayohitajika duniani. Mito mbalimbali ya kimataifa imetolewa ili kupunguza uhasama. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR limesema siku ya leo Jumamosi kuwa mashambulizi yanayoendelea tayari yamechochea idadi kubwa ya watu kuhama makazi yao huko nchini Israel na Iran na kuwa wakimbizi wa ndani, huku wengine wakilazimika kuzihama nchi hizo. Shirika hilo limeyahimiza mataifa katika eneo hilo kuheshimu haki za watu, kutafuta usalama sehemu walizochagua na kuwezesha hilo chini ya kanuni za kibinadamu. Kamishna mkuu wa UNHCR Philip Grant amesema ukanda huu tayari umekumbwa na vita, hasara na kuhamishwa kwa idadi kubwa ya watu. Hatuwezi kuruhusu madhila mengine ya wakimbizi kukita mizizi. Ni wakati sasa wa kutuliza hali hii, kwa kuwa mara tu watu watakapolazimishwa kukimbia, hakuna njia ya haraka ya wao kurejea makwao, na mara nyingi matokeo yake huwa ya kudumu ambayo hushuhudiwa vizazi na vizazi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.